Mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Na Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa baraka huu ambao ametupatia asubuhi hii ya leo, kujumuika pamoja tunapoanza siku hii ya leo na tunapoutafuta uso wake. Ni mshukuru mchungaji pamoja na viongozi wa kanisa, mzee kiongozi, baraza la wazee, asanteni sana kwa baraka na kwa fursa hii ambayo mmenipatia kujumuika na familia ya Mungu kwa leo, jioni, kesho na Ijumaa. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu ninaamini ya kwamba Bwana atasema pamoja nasi tutaisikia sauti yake. Katika siku hizi ambazo nitakuwa hapa tutajaribu kuulizana maswali mawili. Swali la kwanza ni lile ambalo mzee Manumbu amelisoma, Wafalme wa Kwanza sura ya 19 na fungu la 9. Unafanya nini hapa? Au kwa nini upo hapa? Alright? Na tutajaribu kupeana changamoto kupitia swali hilo. Swali la pili, kama Bwana ataruhusu na tutapata nafasi, labda siku ya Ijumaa, tutatazama swali la pili linalopatikana kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5. Na swali linasema, kwa nini umerarua mavazi yako? Okay? Kwa hiyo unafanya nini hapa, au kwa nini uko hapa? Halafu labda Ijumaa kwa neema ya Bwana tutatazama kwa nini umerarua mavazi yako. Na leo asubuhi hii kwa neema ya Bwana jioni tutafanya ibada ya maombi pamoja tena. Kwa hiyo ningekuwa ni wewe, ni bora ningelala asubuhi hii alafu nikaja jioni. Sasa kwa sababu umeshafika asubuhi, yani na kuenda nyumbani hauwezi. Kwa hiyo jitahidi, tufanya hima, pigana na traffic jam, fanya yote yanayowezekana jioni uwe hapa. Maana kuwa hapa asubuhi na kutokuwepo jioni unaweza ukawa umekosa kitu kikubwa sana. Ni bora ungelala ukaja jioni. Lakini kwa kuwa umefika, basi Bwana ana neno kwa ajili yako. Njia anayoiongoza Mungu, japo itapita katika milima na mabonde, njia hiyo hubaki kuwa salama. Maneno haya ameandika Mama White kwenye kitabu cha Patriarchs and Prophets, kwamba njia anayoiongoza Mungu, japo itapita katika milima au itapita katika mabonde, njia hiyo siku zote inabaki kuwa njia salama. Kwa nini? Kwa sababu usalama wa njia sio ugumu wa milima wala sio wepesi wa mabonde. Usalama wa njia unapatikana katika uongozi wa Mungu. Kama umenielewa sema amina. Kwa hiyo unapoishi katika maisha haya, unapotembea, unapofanya mambo yako, usihangaishwe sana na ugumu, usihangaishwe sana na wepesi, usihangaishwe sana na huzuni za njia, usihangaishwe sana na furaha za njia, usihangaishwe sana na vicheko vinavyopatikana njiani, wala macho yako yasitazame sana vilio unavyolia njiani. Lazima jambo la msingi liwe, je, hii njia ninayoipita anaiongoza Mungu? Kwa sababu as long as hiyo njia anaiongoza Mungu, iwe kwenye milima, iwe kwenye mabonde, iwe kwenye machozi, iwe kwenye furaha, hiyo njia ni salama kwa ajili ya maisha yako hapa duniani na ni salama kwa maisha yako ya uzima wa milele. Nilipokwenda shule juzi hivi nimeamsha interest niliyokuwa nayo zamani, na wanasema confession is good for the soul. Kwa hiyo ngoja nikiri, zamani nilikuwa napenda mpira sana. Sio kucheza, hata mwili wangu unasema sio kucheza. Kwa sababu kuna wale tunaopenda kutazama, kuna wanaopenda kucheza, si ndio? Na hivi nilivyokwenda shule juzi nikaamsha interest
tena ya kutazama mpira, kwa sababu wenzetu huko mpira ni kama sehemu ya maisha, yani ni kama kadini fulani hivi. In fact, makanisa yamefungwa kwa sababu viwanja vya mpira vimefunguliwa Jumamosi na Jumapili. Halafu mtu mmoja anaye commented kwenye mpira akasema mpira ndio dini ya leo huko, kwa sababu ukiutazama mpira unafanana na ibada. Kuna mtu anaperform kama waimbaji au kama mhubiri, halafu mambo yakiwa mazuri watu wanashangilia, halafu nyimbo pia huwa zinaimbwa. Kwa mfano kuna timu moja inaitwa Manchester United, wimbo wao unasema glory glory Man United. Yani nyimbo zinaimbwa, watu wanashangilia kama watu wanavyosema amina kanisani, halafu wanatazama tu labda mtu mmoja kama ambavyo mnamtazama mchungaji Baraka. Kwa hiyo huyu commentator anasema ni kana kwamba mpira umekuwa dini mpya huko, okay? Na sasa pale kuna kipindi kila Jumamosi jioni na kila Jumapili jioni. Kwetu sisi ambao ni wanafunzi hatukuwa na muda sana wa kukaa dakika 90 kuangalia mechi. Wanakusanya mechi zote zilizochezwa siku hiyo, halafu wanaonyesha vile wanaita highlights. Wanaonyesha vile vitu ambavyo vilikuwa vya kusisimua kwenye mechi. Kwa hiyo kama zimechezwa mechi 4 au mechi 5 au mechi 6 siku hiyo, sawa, wanazikusanya mechi hizo, wanakatakata vile vipande ambavyo ni highlights, yani goli likifungwa, mtu akipata penalty, kadi nyekundu ikitolewa. Na naongea lugha ambayo Mama Kikula anajiuliza huyu mchungaji anaongea nini. Mama Kikula, ninakaribia kufika unaponielewa, siko mbali sana. Kwa hiyo zile highlights wanazikusanya. Kwa hiyo mechi ya dakika 90 inakatwa kwa dakika 5, dakika 8, dakika 7. Japo hujaangalia mechi yote, lakini kwa kuangalia zile highlights unapata picha hii mechi ilikuwa ni aina gani. Na sasa yule anayefungua kipindi anaitwa Gary Lineker, anatumiaga maneno haya, na ndio nataka niazime maneno haya asubuhi ya leo. Anasema, ninawakaribisha katika kipindi kinachoitwa Match of the Day, na jioni ya leo nitakwenda kukuonyesha furaha ya ushindi na maumivu ya kushindwa. Maana mpaka mechi inafika mwisho, kuna watu wanashangilia furaha ya ushindi, lakini mpaka mechi inafika mwisho kuna watu wanalia kwa maumivu ya kushindwa. Na ndani ya nusu saa Gary Lineker anakuahidi kwamba nitakuonyesha furaha ya ushindi na nitakuonyesha maumivu ya kushindwa. Haya maneno yanaweza yakawa yameeleza vizuri maisha ya Elia. Maana Elia alifahamu furaha ya ushindi, na katika maisha yake alifahamu maumivu ya kushindwa. Yakobo sura ya 5, Biblia iko wazi kabisa ya kwamba Yakobo sura ya 5 fungu la 16 na fungu la 17, Biblia inasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Ungamianeni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kuponywa. Na jioni ninaweza nikashughulika zaidi na hiyo. Halafu anasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Na fungu linalofuata linaanza kukuonyesha mfano wa mtu mmoja mwenye haki, maombi yake yalivyofaa sana alipoomba kwa bidii. Fungu la 17. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Elia alikuwa mwanadamu aiba. Elia alikuwa mwanadamu mwenye hisia kama tulizo nazo. Elia alikuwa mwanadamu mwenye mitazamo kama tulio nayo. Elia alikuwa mwanadamu mwenye mambo kama mambo yetu. Unajua, tukisoma hizi karakta za Biblia mara nyingi huwa tunajisahau ya kwamba hawa walikuwa wanadamu wanaovuta oxygen kama sisi na kutoa carbon dioxide.
Na Biblia inatuambia Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia kama sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Elia anatumwa na Bwana kwenda kwa mfalme wa Israeli aitwaye Ahabu, na Elia anamwambia mfalme kwa miaka 3 mvua haitanyesha katika Israeli, na hili ni neno la Bwana. Baada ya Elia kutoa unabii huo mkubwa, na kweli anga likaangaza, wingu likapotea katika Israeli, na mvua ikakata kunyesha. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Kwa maana nyingine, mwandishi wa kitabu cha Yakobo anachosema ni hiki hapa: Mungu leo anaweza akakutuma Tedi ulete unabii kwa kanisa la Magomeni, na unabii huo ili mradi umetoka kwa Bwana ukatimia kama Bwana alivyousema. Lakini sasa Elia anapotoa unabii kwamba mvua haitanyesha, athari za mvua kutokunyesha haziwaathiri tu watu wa Israeli. Athari ya mvua kutokunyesha zinamwathiri na yeye mzee Manumbu. Kwa kuwa mvua imekata, Mungu anamuongoza Elia, anaenda mpaka kwenye kijito cha maji, si ndio na anakaa kwenye kijito cha maji. Na Biblia yangu inasema ya kwamba Mungu akatuma ndege, kunguru amletee Elia mkate, amletee na nyama asubuhi na jioni. Elia alikuwa mwanadamu kama wewe Shelter, na kama Mungu anaweza kutuma kunguru kumlisha Elia, Mungu anaweza kutuma kitu chochote kutatua matatizo yako. Kunguru kwa uaminifu akaleta mkate na akaleta nyama. Alafu Biblia inasema kijito kikakauka. Furaha ya ushindi, ametabiri mvua imekata. Katikati ya changamoto Mungu amemlisha. Maumivu ya kushindwa, kijito kimekauka. Mungu akamwongoza Elia, akamwambia toka hapo, nenda paka kule Sarepta, na kule utamkuta mwanamke mmoja, umwambie huyo mama akutengenezee mkate nawe utakula. Na kweli Elia akatoka pale, akaenda mpaka Sarepta, akamkuta mama anaokota vijiti vya kuni. Na Elia akamwambia mama, tafadhali, kuna kiu, mvua haijanyesha, maji hakuna, hata vijito vimekauka, nisaidie maji ninywe. Mama huyu pamoja na kwamba kuna ukame, akaenda kuchukua maji. Akiwa anakwenda kuchukua maji, unakumbuka Elia alichomwambia? Akamwambia mama, sio maji tu, leta na mkate nipate kula. Na mama akajitetea, akamwambia mtumishi wa Mungu, nilicho nacho ni konzi moja tu ya unga, na hapa ninakwenda kukanda mkate ili mimi na mwanangu tule, halafu tufanye nini? Tufe. Halafu Elia anamwambia mama, nitengenezee mimi kwanza. Maneno haya tunayoyaona kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 17 ni kana kwamba mwangwi wake unasikika kwenye Mathayo sura ya 6, ya kwamba tunapaswa kuutafuta kwanza. Nitengenezee mimi kwanza. Na huku Mathayo 6:33, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Nitengenezee mimi kwanza, nile ninywe, halafu katika kipindi chote cha ukame hautapungukiwa na chochote. Halafu akatengenezewa mkate, akala, na kweli unga haukukauka. Furaha ya ushindi. Lakini mtoto wa mama yule akaumwa, halafu akafa, na msiba umeingia nyumbani, maumivu ya kushindwa. Elia alikuwa ni mwanadamu kama mzee Manumbu, ambaye kuna siku huwa anacheka na kuna siku huwa analia, kuna siku huwa anashangilia na kuna siku huwa anahuzunika. Elia
alikuwa mwanadamu kama sisi. Alafu chakula cha tatu ambacho Elia alikula aliletewa na malaika. Hiyo utaisoma kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 19. Kwa hiyo huyu Elia katika kipindi kimoja hiki cha muda wa miaka 3 ameelewa nini maana ya kulishwa na kunguru, kulishwa na Mungu kupitia kunguru. Ameelewa nini maana ya kulishwa na Mungu kupitia mwanamke mjane. Ameelewa nini maana ya kulishwa na malaika. Ingekuwa ni wewe Mwadventista wa Sabato, ungeamini Mungu anakulisha pale ambapo ametuma malaika. Kwa nini Mungu amletee Elia nabii wake chakula kwa mikono zile crows za ndege asiye safi? Kunguru ni ndege mchafu, si ndio Kwa nini Mungu atume ndege mchafu, ndege ambaye Elia hawezi kumla? Kwa nini Mungu atume kunguru? Kwa nini asitume kuku? Kwa nini asitume kware? Kwa nini? Yani ni sawasawa na Mungu akuletee chakula kupitia bata. Maana nikisema kunguru ni kama uelewi. Yani Mungu akuletee chakula kupitia bata. Mkate umewekwa kwenye kinywa cha bata, halafu nyama imewekwa kwenye makucha ya bata, Mungu akuletee. Ingelikuwa mimi, kwa kweli nisingekula kile chakula. Nisingekula. Something is wrong. Kuna shida hapa. Nimesoma, Musa ametuambia kuna wanyama safi na kuna wanyama wasio safi, na hawa wengine hatujaambiwa tu tusile, tumeambiwa hata tusiguse. Sasa huu mkate na hii nyama hii, ninaaminije imetoka kwa Mungu? Je, yawezekana ni kwamba shetani ndio ametuma kunguru aniletee mkate na nyama? Je, yawezekana hili ni jaribu kutoka kwa Mungu? Halafu baada ya hapo Mungu amtumi Elia kwenda kwa mzee wa kanisa, kwa shemasi wa zamu, anamtuma kwenda kwa mwanamke mjane. Na nyie mnajua katika Israeli kulikuwa na makundi ya watu ambao kwa kweli yalikuwa ni makundi ya kuhurumiwa. Maana hata Waisraeli wanaambiwa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mnapovuna mashamba yenu msitoe mavuno yote, acheni mabaki kwa ajili, namba 1, wajane, namba 2, yatima. Na Mungu anataka kumlisha Elia, asimpeleke kwa mshiriki aliyefanikiwa kama watu wa Magomeni, asimpeleke kwa mshiriki mwenye gari, asimpeleke kwa mshiriki ambaye nyumbani kwake kuna kiyoyozi, ampeleke kwa moja ya kundi la watu ambao walidharauliwa na kuonewa huruma katika Israeli, mjane. Njia aiongozayo Mungu, ijapopita kwenye milima, ijapopita kwenye mabonde, baki katika njia hiyo, maana njia hiyo ni salama kwa ajili yako. Sasa muda umekwenda, labda kwa sababu tumesema jioni ndio pananoga zaidi, asubuhi hii tuseme hivi. Isaya 55 fungu la 8 na la 9 linasema, njia zangu sio njia zako, na mambo ya Mungu sio mambo yako. Shida yetu sisi tunapenda kumlimit Mungu na kumweka Mungu kwenye kaboksi fulani, kauelewa wetu, kamila zetu, katamaduni zetu. Na chochote ambacho kulingana na mtizamo wangu hakiendani na Mungu, unakifunga kwamba sio cha Mungu. Leo mimi nimekuja tu kukuambia ya kwamba kuna nyakati Mungu anaweza akatumia njia zisizo za kawaida kukuletea baraka wewe. Zipokee, ili mradi zimetoka kwa nani jamani? Kwa Mungu. Mungu akiamua kutuma kunguru ili ule na unywe, pokea mbaraka huo kupitia kwa kunguru. Mungu akiamua kutuma mjane, pokea mbaraka huo kupitia mjane. Mungu akiamua kutuma malaika, pokea mbaraka huo kupitia malaika. Kwa sababu Mungu kuna nyakati anatumia njia zisizo za kawaida. Na utajua hii imetoka kwa Mungu kama wewe una mahusiano na Mungu. Kama ujui, yanabaki kuwa mauzauza. Lakini kama imetoka kwa Mungu na ni kwa ajili yako, utaijua tu kama moyo wako umeungana na moyo wa Mungu.
Ngoja nikwambie namna ambavyo Mungu kuna nyakati anatumia njia zisizo za kawaida. Si ni Mungu aliyesema kwamba kafara za watoto wa kuzaliwa hazikubaliki? Lakini si ni Mungu aliyemwambia Ibrahimu, mchukue mwanao mpendwa Isaka, uende mpaka kwenye mlima nitakao kuonyesha, na huko unitolee kafara. Ingekuwa wewe Nyando usingeenda. Ungesema haya ni mapepo, pastor njoo nyumba yangu sikuiweka wakfu, nilihama kizembe, njoo kemea, kuna sauti zinatoka humu ndani hazisomeki. Lakini moyo wako ukiwa umeungana na moyo wa Mungu, na ukijua kwamba Mungu hayuko limited kwenye mawazo na njia zetu, Mungu anatumia njia za ajabu kufanya mambo ya ajabu. Mnakumbuka wana wa Israeli walipofika Yeriko, si waliambiwa wazunguke tu mara ngapi? Mara moja kila siku, na siku ya 7 wazunguke mara 7. Halafu ile raundi ya 7 wapige kelele, wapige tarumbeta, wapige zeze, wapige na vinubi, na ushindi utapatikana. Ingekuwa mimi hapa, ningesema Mungu, science haikubaliani na hili swala. Hamna uhusiano kati ya kuzunguka jengo na jengo kuporomoka. Yaani leo nikiwaambia mchungaji wenu, Bwana ameniambia mzunguke ili kanisa mara 7, halafu finishing yote inakamilika ndani, si mtasema huyu amechanganyikiwa? Walizunguka, na wanapozunguka siku ya 7 mara ya 7, jengo likafanya nini jamani? Likaanguka. Na Mungu sasa leo ametuma mkate, ametuma nyama kupitia ndege najis, na Elia anapokea, anakula. Tusiseme mambo ambayo yalitokea miaka 6000 iliyopita, 1400 kipindi cha Elia. Tukiwa tumekwama kwenye ujenzi wa hili kanisa na nikiwa mchungaji wenu, Mungu akasema kuna Mwarabu mmoja ana pesa, nendeni mkachukue, kipindi hiki mmekwama, mtakuwa mnarudisha polepole bila riba. Zile pesa zingekuwa nzuri sana kama zingekuwa zimetoka kwa mzee Manumbu, maana ni Muisraeli kama sisi, anasali siku ya Sabato kama sisi, anakaa kanisani siku 10 za maombi kama sisi, anasubiria marejeo ya Kristo mara ya pili kama sisi. Yule Mwarabu alitupatia milioni 280 kama nakumbuka vizuri, bila riba, na anasema lipeni tu kwa muda wowote mnaotaka. Lakini nilipoenda kwake akaniambia, hili jambo nililowafanyia mtumishi wa Mungu limeleta thawabu, hili limeleta thawabu, yani hata nikifa leo ninaenda sijui kwenye sehemu ambapo mito inatiririka maziwa, halafu ninapewa bikira 7. Yani yeye ametoa pesa tujenge kanisa ili akifa apate bikira 7 huko anapoenda baada ya kufa. Thawabu. Sasa maneno yale yanamtisha mchungaji, maana mimi najua wafu hawajui neno lolote, na najua hamna habari ya bikira 7 mahali popote. Lakini Mungu kuna nyakati anatumia njia zisizo za kawaida, wapendwa. Naomba unielewe hivi, kuna nyakati Mungu atatumia walokole kufanyika baraka kwako. Kuna nyakati Mungu atatumia mpagani kufanyika baraka kwako ambazo Mwadventista mwenzako hawezi kukupa. Kuna nyakati jirani yako asiyeenda kanisani wala asiyeenda msikitini anaweza akatumiwa na Mungu kukuokoa kwenye jambo kubwa. Ninachokuomba ni kwamba tafadhali usimlimit Mungu. Mungu sio shemeji yako, njia zake hazichunguziki. Kuna mibaraka tunapishana nayo kwa sababu vichwani vyetu tumeamua namna ambavyo Mungu anaweza akafanya kazi. Tunakwenda kwenye hii net event, tufungue macho yetu, masikio yetu, hisia zetu kwa njia zote ambazo Mungu atatumia kuitimiza kazi yake. Let's not limit God. Kama alifanya namna hii net event iliyopita, this time around anaweza akaamua kufanya namna hii. Na sifungui Pandora box. Nimekwambia usalama ni hiyo njia, iwe inaongozwa na nani jamani? Na Mungu.
sifungui Pandora box. Lakini tuwe hakikisha usalama, hii njia lazima iwe inaongozwa na Mungu. Na utajuaje hii njia inaongozwa na Mungu? Kama moyo wako umeshikamana na moyo wa Mungu. Kuna nyakati Mungu anaweza akatumia watu ambao hukuwategemea kufanya mambo makubwa na ya ajabu kwenye maisha yako. Do not limit God. Naomba niwaumize kidogo kwa kuambia ya kwamba Mungu sio msabato, kama ambavyo Mungu sio mwanamke wala sio mwanaume, kama ambavyo Mungu sio Mwafrika wala sio mzungu, kama ambavyo Mungu, wapendwa, ni Mungu, ni beyond mipaka ambayo wanadamu tumeiweka. Kuna watu tunaamini Mungu ni muha kwa sababu mimi ni muha. Mungu anaweza akatumia mtu asiye muha kuleta baraka nyumbani kwako. Mungu anaweza akatumia mtu asiye msabato kuleta baraka kwako. Mungu anaweza akatumia jinsia isiyo ya kawaida kuleta baraka kwako. Kuna kipindi katika Israeli neno la Bwana lilipotea kabisa. Soma Samueli wa kwanza sura ya kwanza. Neno la Bwana lilipotea, hata kuhani hakulisikia neno la Bwana. Na Bwana alipotaka kunena, akaita kijana mdogo, Samuel, Samuel. Na ujumbe wa Bwana ukapita kwa mtoto mdogo katika kipindi ambapo neno la Bwana limepotea. Mungu anaweza kutumia njia yoyote ile kukuletea mibaraka yako. Do not limit God, beloved. Usimlimit Mungu kwa anayoweza kuyafanya au asiyoweza kuyafanya. Usimlimit Mungu kwa mazoea ulionayo. Usimlimit Mungu kwa uzoefu wa jana. Elia angetembea na uzoefu wa kulishwa na malaika. Elia angetembea na uzoefu wa kulishwa na mjane, angekataa kulishwa na kunguru. Lakini Mungu anaweza akatumia njia hii leo, na kesho akatumia hii, na kesho kutwa akatumia hii, na baada ya yote kuwa yamesemwa na yameisha, mapenzi yake huwa yanatimizwa. Siitosha asubuhi ya leo, tuonane jioni. Kumbuka tunajaribu kujibu swali, unafanya nini hapa? Au kwa nini uko hapa? Haika karibu. Tunataka kwenda kwenye maombi. Na kabla ya maombi, Haika ataimba. Zile sadaka zetu tutazileta hapa. Maombi yetu tutayaweka hapa. Wazee wa kanisa, karibuni. Umeandaa sadaka yako, njoo iweke hapa.